Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, kama kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, abaanze kama kawaida yupo Rizki bwana. Bahati nzuri sana siku nyingine tena Mungu ametubariki, leo niko na mzee wangu hapa pembeni yangu, Sheikh Mohamed Said. Mimi napenda sana kufanya naye interview zimekuwa ni mara nyingi ninapokuwa nataka kupata vitu vya undani zaidi na venye uhakika, basi lazima nifike kwake ili niweze kupata mawili matatu kutoka kwake. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema lakini? Alhamdulillah, sijui bwana. Safi, nimefurahi pia kukutana leo. Na mimi pia. Sema leo umependeza. Asante bwana. Hii kanzu sio. Hii kanzu wapi? Uturuki au wapi? Hii kanzu kaniletea rafiki yangu anaitwa Ali Rashid kutoka Dubai. Na ameleta kanzu 4. Kanzu 4. Ni mtu ananipenda sana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amzidishie mapenzi kwangu mimi. Hivi wanasema kuna kanzu mafta. Hii ndo miongoni mwao. Hapa ni mafta sijui mimi. Labda Amiri anaweza kuwa anafahamu. Yeye ni Mswahili zaidi kushinda mimi. Yeye mjukuu wa Mwinyi Madi, Mwinyi Madi. Huyo. Abubakar. Abubakar yeye atajua zaidi. Lakini kiukweli kanzu zinakufaa. Asana utu uzima tena ushafika, ndio nguo yenyewe ukivaa. Sasa hapa nikaa shati na nini na kuwa ile ule utu uzima uje vizuri. Ile ukifikiria vitu kama hivi. Hivi ndo wewe mwenyewe umependa. Na wewe uliniambia hapo sema unasikitika kuvaa kanzu yako nyeusi. Tena ungevaa kanzu yako nyeusi na hai mambo ya Iran ingekuwa hasa, kwa sababu wao kuna wakati wanavaa nguo nyeusi tupu wakati wa maombolezo. Naam. Unazipenda zile. Umezungumza vizuri sana kuhusu Iran kuvaa na nguo nyeusi na maombolezo pia. Kuna taarifa ambazo zinatajwa kwamba aliyekuwa kiongozi Ayatollah Ali Khamenei tokea kifo chake kitokea siku ya kwanza mashambulizi, ni mwezi sasa umepita, kwamba hajazikwa, na kuna wale wanasema kwamba sheria za Irani hawezi kukaa na kiongozi kwa muda mrefu vile. Pengine hasa kwa undani, hasa kwenye hili, hasa unaweza kutoa maoni gani hasa? Unajua sasa hivi mitandao hii kila mtu anasema lake. Na hatari zaidi unapokwenda kwenye AI. Na ndio maana sisi kwa Kiswahili inaitwa akili mnemba. Akili mnemba. Unajua mnemba? Maana mnemba iko sawa sawa. Ndio mnemba na nemba iko sawa sawa. Akili mnemba. Matokeo yake ndio. Lakini mimi ninavyojua, kwanza nitakwambia wanajeshi wa Iran wakiuliwa katika vita lazima wapate maiti na lazima wamzike. Hiyo nakwambia. Khamenei kishazikwa siku nyingi bwana. Lakini hilo lishapita hilo. Watu wanatazama mbele. Lakini ndo mitandao tu. Mtu anaandika anachotaka mwenyewe. Naam. Lakini pengine hasa kwa sheria za Kiislamu na Irani kwa ujumla, hasa kwenye kuzingatia hilo, hasa uko vipi wenyewe hasa? Nimekujibu hapa. Nimekuambia wale wa Irani mwanajeshi wao akifa lazima wampate askari wao na lazima wamzike kwa heshima zao zote. Yule anazikwa kama shahidi yule. Nadhani utapini vya nyuma nimepata kusema kwa mimi nimefika Irani, nimeona barabarani picha za watu zimewekwa. Nikauliza mbona hizo picha? Akisema hawa mashahidi hawa watu wamekufa katika kuipigania dini ya Allah. Uislamu kwa Irani Mashia uko mbele sana. Ni bahati mbaya kuwa watu wengine wanajaribu kupuuza hili jambo. Hili si jambo la kupuuza. Lazima uwajue watu. Kama wewe unataka kuingiliana na watu, Waamerika wangelijua hili siku nyingi. Lakini kile kibri kile Waamerika kimewashinda. Nitakupa mfano. Leo Trump huwezi kumfananisha na rais wa Irani. Rais wa Irani yeye Masudi Pezeshkian, yule ni heart surgeon. Utaalamu wake yeye ni daktari wa moyo. Anautoa, anaweka pembeni, anatengeneza afu anarudisha. Lakini Trump yeye hii sijui hajui ile dharau ile kibri ile, kujiona wao bora. Na ndio maana unapokwenda kuzungumza katika mazungumzo
na Wairani kama walivyofanya Pakistani. Wanapwaya wa Marekani, wanapwaya dhahiri, kwa sababu wanazungumza na watu ambao wamesoma vizuri sana, lakini kikubwa ni kuwa wao wanamweka Allah, wanamweka Mwenyezi Mungu mbele. Fahamu hivi ni vitu ambao watu lazima wazingatie. Wewe ngoja nikuulize, kitu gani kinawasukuma Wairani mpaka leo hawajangu? Leo siku ngapi? 50 na ngapi leo? Vita vimesimama, lakini Iran wako tayari hata kesho kuendelea na vita, kwa sababu wamejitolea nafsi yao kwa sababu ya Allah. Umezungumza kitu kizuri sana. Mazungumzo yamekuwa yakifanyika lakini yanafeli, na umezungumza kwamba uwezo pia wa viongozi wa Irani katika kuyaendea mambo wako vizuri pia. Mazungumzo yatafeli, hayawezi kufika popote. Kwa sababu Amerikani wamekuwa kichekesho. Kwa lipi? Sasa wewe nani, kitu gani atasema rais wa Marekani Donald Trump, mtu amchukulie kama huyu anasema kwa dhati ya moyo wake, kwa lugha ya ujepesi, na nyote vijana mtajua, acha mchukulie mtu seriously. Kwa mtu anasema kwa dhati ya nafsi yake. Rais leo amekuwa kichekesho katika mitandao, wanamweka katuni, amebeba bango linasema siaminiki mimi. Waamerika wamechoka na huyu mtu, na dunia imechoka na huyu mtu. Waamerika wamevunja sana heshima yao, na kuna audio anazungumza Bill Clinton kuhusu mambo ambayo anayaona, ambayo yeye anasema hii haiwezekani kuwa hivi, mpaka inauliza Congress, vipi tumefika hapa? Kivipi? Manake badala ya Marekani kupata nguvu, Marekani anazidi kwenda chini. Wameanza vita, Iran hawana lango la Hormuz, wanalo na linaloletea fedha. Wamarekani wamesema sisi tutazingira bandari za Iran. Iran wamesema zingira bandari za Iran, lakini zile badala ya kuleta faida yote ni kuwa inaathiri uchumi wa dunia nzima. Dunia nzima wamechoka na Marekani, na wamechoka na hali hii. Kwa sasa Marekani analipa hela zaidi kwenye pampu ya mafuta kuliko alikuwa analipa kabla ya vita. Nani atakali? Hali inazidi kuwa mbaya kila siku. Kwa lipi? Wanasema Marekani imekuwa leo, Marekani imekuwa karagosi wa Israel, anampigania Israeli vita vyake. Marekani imemvunja nguvu. Sikwambii kama zitatoka zile files za Epstein. Mimi sitaki kuzizungumza kwa sababu ni matusi matupu. Siwezi. Ni mambo mazito. Mambo mazito. Lakini ukiangalia mzee wangu, kuna hili ambalo linazungumzwa hasa, pengine meza mazungumzo ikishindikana kama vile ambavyo inavyoonekana, hatuoni tukirudi tena tukarejea kwenye vita, ama Marekani sasa hawezi kurudi? Huyo wa kupigana vita yuko wapi? Wao walipoingia kwenye vita walijua, maana walikuja na fikra hii, tutapiga sana sisi, tutaua viongozi wao, tutapiga nyuklia zao, vile vituo wanavyokisia kuwa ndio vina enrich uranium kwa ajili ya kutengeneza nyuklia, tutapiga. Wananchi wa Irani watasimama kuipinga serikali yao, serikali itaanguka. Walifikiria labda vile vitakwenda kwa siku 4, 5, 6, 7. Leo siku 50 na ngapi sijui leo. Nyingi sana. Na Iran hajasema sisi tunataka tusimamishe vita. Nasema sisi tuko tayari kwa mapambano. Sisi tuko tayari. Wajue kwanza Mashia, wajue Uislamu wa Mashia. Mungu amejalia sana katika kupigana, katika jihadi. Ni hodari sana. Hizbullah, Hamas, Houthi,
Moja masharti ambayo aliyatoa Irani ili kuweza kusitisha vita ni Israel pia iweze kusimamisha kuwashambulia Hezbollah na Lebanon vile. Ni kipengele gani ambacho unakiona kitakuwa ni kigumu sana kutekelezwa? Vyote vile Marekani hawezi kukubali. Vyote vile. Kwa sababu Marekani sasa anafedheheka. Ni kuwa ule msuli ushamwanguka, afanye haraka urudishe juu. Auvae haraka. Lakini maskini Mungu ndio hivyo. Kuwa kibri, Mwenyezi Mungu anasema kibri mimi ni nguo yangu. Sichukue mtu akaivaa. Utakuwa naogopa hata kusema neno lenyewe. Umechukua nguo ya Allah umeivaa wewe. Na utashangaa kwa sababu Marekani wao wana sifa kuwa wao ni hodari wa kila kitu. Kabla hujapigana, hujaingia katika jambo, wataalamu wanapita kuzama. Wana kitu wanaita simulation. Siku nyingi sijasikia wa Marekani sasa. Simulation ni kuwa unaleta kama vita ishatokea na matokeo yake. Sasa wewe unatazama kwenye meza, itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Lakini haya hawayakutegemea wao watakuja kwa namna hiyo. Marekani leo hana heshima. NATO imekataa kumuunga mkono. Wale watu washirika wake ambao yeye akiwategemea. Alafu Donald Trump anataka kuwatisha China, Wachina wanaweza kutishwa. Sasa basi lile kubwa lenyewe ni nuclear. Kwa hapa tulipofika, Khamenei alisema kabisa, fatwa kabisa, kuwa sisi hatutaki silaha hii. Si unajua bwana hatari ya nuclear. Kwa sababu wanaogopa kesho Mwenyezi Mungu atakuja kuwauliza, nyinyi mmetumia hii kuna kuangamiza waja wangu. Ogopa hilo. Sasa hawezi akaja mtu wakasema kuwa Iran wasiwe na nuclear. Kwa sababu India ina nuclear, Pakistan ina nuclear, Korea Kaskazini ina nuclear. Hakuna mtu anaweza kuthubutu kuigusa Korea Kaskazini. Kwa sababu wanajua nini watafanya. Na wao wanasema sisi tunataka kupigana mpaka mwisho wa vita. Ili Wamarekani wajue kuwa hawawezi kutuchezea sisi. Kuwa wanakuja wanatupiga kama wanavyotaka. Lazima Iran watakuwa na nuclear. Hilo haliwezi kuepukika tena hilo. Lazima watakuwa na nuclear. Hilo haliepukiki. Hakuna mtu anaweza kuambia Iran kuwa msiwe na nuclear. Wapesema ikiwa Israeli wana nuclear tutakuwa nao pamoja, sote tuna nuclear. Pengine sasa kwa kumalizia katika upande huu wa masuala ya Irani, Marekani na Israel, pengine sasa mwisho wake uko wapi hasa? Kuna yale ambayo wakati kabla ya vita tulikuwa tukiambiwa Marekani uwezo wake uko hivi, Irani uwezo wake uko hivi, Israel uwezo wake uko hivi. Hasa dunia imeona nini hasa pengine kwa kila ambacho kuna kitu wa Marekani hawakuwa wanakijua. Kwanza ile ari ya Wapesha kuipenda kwanza nchi yao. Unajua wao wametoka kwenye mikono ya Shah. Shah ni kama mfalme. Wempindua. Na kitu kimoja kikubwa lazima ukitambue hicho. Na dunia lazima ijue. Irani kuna rais wa nchi. Masoud Pezeshkian. Halafu kuna supreme leader. Kiongozi wa kiroho wa juu kabisa. Ayatollah Mujtaba sasa hivi. Sikia? Ayatollah Mujtaba. Ye kauchukua uongozi katika hali ngumu sana. Kwa babake. Watu wameuliwa. Nchi imepigwa. Yeye ndo anapewa uongozi katika hali kama ile. Unazania huyu atasema kama babake hatuwezi kuwa na nuclear sisi? Wao nani watuambie sisi hatuwezi kuwa na nuclear? Wao nani? Mbona? Na tizama basi, na ukienda kwenye historia yao, wao kote masharti yote wao wametimiza yote. Israel haijafungua nchi yao kwa inspectors. Tizama mambo ya nuclear hawajafungua. Hawataki.
Na ukiwauliza wanasema inakuhusu nini wewe? Trump anazungumza Sasa kwa nini wamwache Israeli awe na silaha? Iran imeshambulia nchi gani pale katika nchi za Gulf? Nchi gani imeshambulia? Wanasema wanaunga makundi kama Hezbollah. Ndio, kwa sababu wanapigania haki. Wanapigania haki. Marekani bwana anasema nini kuhusu gaidi? Si nimekupa historia yangu siku ya kwanza bwana, mimi na Marekani na yale walionifanya Marekani. Niko natembea na alama ndani ya pasipoti yangu kwa mimi gaidi. Mimi na ugaidi gani? Au Iran na ugaidi gani? Kuitetea Gaza. Ndio ugaidi huo? Ugaidi? Umeona Gaza ilivyofanywa? Kuna kitu kimoja bado watu hawajakiona. Israeli hii sio Israeli ile kabla ya vita. Tusubiri tu, muda utasema. Muda utaongea. Nilikuwa namsikiza juzi Papa Leo alikuwa akibishana mawili matatu na Trump. Kama nilikuwa kutupia maneno nilikuwa ni hivyo. Nini ambacho ulikuwa unakiona pale? Anawaambia Marekani, hamwezi kuwa namna hii, kwa nyinyi kila siku mnavuruga amani ya nchi. Sio tunayotaka sisi, sio tunataka ulimwengu. Watu wataka nchi itulie. Na kuna jambo watu wengi wanalikwepa sana. Na unaweza kuelewa. Hivi umepata kujiuliza hizi nchi za Gulf raia wake wanahisi vipi? Umepata kujiuliza swali hilo? Juu ya hichi kinachoendelea. Umepata kujiuliza swali hilo? Haikushangaza kuwa wamenyamaza kimya. Unadhania watanyamaza kimya mpaka kiyama? Siku yaje. Kwa hiyo huko tunakokwenda, Marekani jitizame vizuri kabla mambo hayajaribika kwa mabaya zaidi. Lazima angalie. Trump alikuwa anazungumza, anasema kwamba endapo mazungumzo yakiendelea kwa magumu tutaiangamiza Irani. Ana uwezo wa kuangamiza Irani? Swali la kujiuliza. Ana uwezo huo? Ana uwezo huo? Wairani wamejitayarisha kwa miaka 30. Walijua kwa siku sisi tutapigana na hawa watu. Unajua kama Irani kila kitu chao kiko chini ya ardhi. Wamechimbia. Kiko chini ya ardhi. Hili si jambo jepesi kama walivyokuwa nadhania. Sasa ndio wamejua kuwa hawa si watu wa kawaida. Sio wepesi. Si wepesi kama tulivyodhani. Wasiwasi ndo akili, kwa sababu alisema kwamba Irani ina nguvu kubwa, tunataka tukaishambulie. Labda ingekuwa Amerika wana akili, vile vita kwanza vya Yom Kippur ambao Waisraeli walikuwa washapigwa baina ya vifaru vya Misri, Syria na Tel Aviv, palikuwa hakuna kitu hapa. Moshe Dayan amekwenda kumwona Waziri Mkuu Golda Meir. Anamwambia, mama, tunatekwa tena mara ya 3 katika historia yao. Wayahudi washatekwa mara 2, itakuwa mara ya 3 tunatekwa tena. Tutakuwa hatupo kabisa. Tunafanya nini? Na hii ni siri kubwa sana. Husikia watu kizungumza. Wakasema tunapiga nyuklia Cairo na Damascus, lakini sisi tutekwe. Sasa ndio hapo zile shuttle diplomacy. Henry Kissinger anazunguka pale kuzungumza. Na ndio alipoweka yale makubaliano yeye na Anwar Sadat. Kwa Sadat, tunakuomba maliza vita. Hivi vifaru visende zaidi hapo ulipofika. Na kama utakaidi, sisi Marekani tunaingia kwenye vita hivi na tunaingia upande wa Israeli, tutakupiga wewe. Na tunakuhakikishia si kama tutakutoka kwa makubaliano hayo, wewe utaondoka kwetu mikono mitupu. Sina yote sisi tutarudisha. Lakini malizeni vita. Katika kote likopita hakuna mahali popote kama walimwambia Sadati kuwa Israeli wanajitayarisha kupiga
nuclear, hakuna popote. Mimi hii ya nuclear nimekuja kujua juzi. Yule rafiki yangu namtaja sana, kafanya kazi yeye umri wake wote, maisha yake yote kwenye usalama wa nchi za nje. Alikuwa New York pale Umoja wa Mataifa na alikuwa Geneva. Na mimi Mungu amenijalia nimefika Umoja wa Mataifa New York, nimefika vile vile Umoja wa Mataifa Geneva. Kwa hiyo haya mambo kwa kidogo si kama najisifu, si kama najisema mzee bwana wewe kwenda kututisha. Haya mambo najua kidogo. Sasa vijana siku wanasema za ndani kabisa. Najua kidogo. Alafu unajua mamako kama ni mtaalamu wa international relations. Lecturer. Okay. Na kasoma Columbia. Kwa hiyo mwalimu ndiye hapa mimi. Najua. Tena kuna kitabu hapa sijui kama nitakiona. Kipi hicho? Kaniletea hiki hapa bwana hiki. The Israel Lobby and Foreign Policy. Lakini usisome haya maneno yanaandikia hapa. Usisome watu kazi. Kwa hiyo mimi kabla hujakuja mimi natalia hapa. Mwalimu naye nikikwama mahali na kwenda kwa mwalimu wangu namuuliza. Ananiambia. Mimi na ujanja gani wa kuja yote sina mwalimu naye hapa nyumbani anisomesha. Anapenda sana maneno yanaandika kwa ndani. Utamwambia Abubakar mkenda faragha. Usiseme hapo usikilizaji wakasikia. Nifunza mengi kutoka kwako. Alhamdulillah. La mwisho sasa. Pengine unaviona mwisho wake wapi hivi vita sasa? Tumezungumza mengi. Mwisho wake ni mimi kwa kweli ndani nafsi yangu naamini vita vimekwisha. Vimekwisha. Ni kuwa sasa ni Iran kurudi nyuma kidogo tu, give and take wa wili wote tushinde. Wote tushinde. Asiwe mmoja kumdhalilisha mwenzake. Kama funzo Marekani ushalipata. Asante. Sawa. Hivi tunaelekea kwenye muungano Muungano ya Jumapili itakuwa. Jumapili? Nini ambacho kijana wa sasa hivi atakuwa kifahamu kuhusu muungano? Maana kadri miaka inavyozidi kwenda ile test ama laza ya kuhusu muungano inafifia. Victor. Tutafanya kipindi maalum cha muungano. Hata ukija siku Jumapili utakifanya hapa. Mwana mapinduzi. Mimi nakupa offer hata Jumapili ukija wewe njoo tutakifanya. Siku hiyo na siku utakirusha. Kuhusu muungano. Lakini leo tuachie wa Marekani, wa Irani na Wayahudi katika kipindi hiki. Mimi kwa kweli nimefurahi sana. Mimi zaidi. Lakini kikubwa zaidi nimependa hii kanzu ya leo. Wewe mwanangu ngang'anizo wewe. Umependa kanzu nzuri, kanipa rafiki yangu Ali Rashid. Yuko Dubai, inshallah Mungu amzidishie. Kaniletea kanzu 4. Tena zimekuja kwa ndege bwana. Kwa ndege. Sema pesa ujue. Alafu kabla hapo alinipa tena kanzu nyingine. Nazo ndani nyingi karibu kanzu 6 kutoka kwake. Acha. Juma hata mimi unaipiga moja nini? Kwa hiyo yale mashati sasa hivi kidogo hii. Sasa mimi simekuwa mzee miaka 74 mingi bwana alhamdulillah. Lazima sasa niwe tofauti na nyinyi. Sasa mimi nitavaa kama nyinyi bwana, kama Gen Z. Ila ningepiga kanzu yangu nyeusi tungeendana sana leo. Sana. Next time nitakuja nawe. Alikuja hapa CCM kufanya, alikuja Hassan Dambaya. Tukawa tunazungumza kama mimi na mwanangu mmoja bwana Victor Madaha. Sasa Victor ninampenda ana juhudi ya kazi. Sasa mimi hata kama kipindi manake nasema mbona hakuna kitu, yeye atakaje baba lazima nije tufanye, lazima. Sasa mimi naona tabu kumkatalia kwa sababu yeye ndo anatengeneza kiria yake, lakini namwambia Victor, wewe Gen Z basi ujihurumie, nyinyi Gen Z mjihurumie nyinyi wenyewe na mturumie na sisi. Sio kila kitu mtaka mpate jibu, kila kitu mpate jibu, vitu vingine mtajibiwa baadaye. Asante bwana. Asante sana. Nilikuwa nazungumza na mzee wangu mzee Mohamed Said, ameongea mambo mengi sana. Of course mimi mara nyingi sana nikutana naye ni vicheko vingi sana na elimu pia ambazo naipata inakuwa ni kubwa sana. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yuko Riziki bwana. Asante kwa wakati wako. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.